Wapo watu maskini kwa mali, lakini matajiri kwa moyo. Na wakati mwingine mtu aliyesahaulika kabisa huacha urithi mkubwa kuliko mabilionea. Hii ni hadithi ya Baba Suleiman, fundi viatu wa mtaa wa Afrika, ambaye baada ya kifo chake alibadilisha maisha ya kijana mmoja milele. Baba Suleiman alikuwa mzee wa miaka 60, fundi wa viatu barabarani. Kila siku alikaa chini ya mti akishona viatu vya watu kwa mikono yake ya kuchoka. Nguo zake zilikuwa chakavu, lakini macho yake yalikuwa na nuru ya ajabu. Watu walimjua kama yule fundi maskini, lakini yeye hakujali. Alikuwa akitabasamu kila wakati. Alikuwa na kijana mmoja tu karibu naye, Ali, kijana wa miaka 17. Ali alikuwa yatima. Wazazi wake walifariki kwenye ajali mbaya mwaka mmoja uliopita. Baba Suleiman alimchukua na kumlea kama mwanawe mwenyewe. Alimwambia kila mara, Ali, heshima haitokani na pesa, inatokana na tabia yako. Ali alienda shule mchana na jioni alikuja kukaa na Baba Suleiman. Waliishi maisha rahisi lakini ya heshima na upendo. Baba alimfundisha kushona viatu, kuheshimu wateja na kusema ukweli kila wakati. Siku moja Baba Suleiman alianza kuumwa sana. Alikuwa na kikohozi kikavu, uchovu mwingi na homa isiyoisha. Ali alimpeleka hospitali. Daktari alisema, samahani, ini lake limeharibika, hana muda mrefu wa kuishi. Usiku huo Ali alilia kwa uchungu kando ya kitanda cha Baba Suleiman, lakini baba alimshika mkono, akatabasamu na kumkabidhi sanduku la mbao dogo. Akasema, baada ya mimi kuondoka, fungua hii, ndani yake kuna siri yangu ya mwisho. Siku iliyofuata Baba Suleiman alifariki. Ali alimhifadhi kwa heshima, machozi yakitiririka. Mtaa mzima ulikuwa kimya siku hiyo, lakini hakuna aliyejua jinsi ya maisha ya Ali yalivyokuwa karibu kubadilika. Usiku huo Ali alifungua lile sanduku. Ndani kulikuwa na kitabu cha benki, karatasi ya ardhi na barua iliyokuwa imeandikwa kwa mkono wa Baba Suleiman. Ali akaisoma barua kwa sauti ya kutetemeka. Ali, wewe ni zaidi ya mwana kwangu. Wewe ni mwanga katika maisha yangu. Kila senti niliyowahi kuokoa nimekuwekea wewe. Akaunti ya benki, kipande cha ardhi, vyote ni vyako sasa. Lakini naomba jambo moja tu, usidanganye, usiwe mwizi. Na ukipata zaidi ya unavyohitaji, msaidia maskini angalau moja kila siku. Ali alilia sana, lakini aliamua hata kama sasa ni tajiri, hata sahau alikotoka. Ali hakuhamia mjini, hakununua magari. Alirudi pale pale alipokuwa anashona viatu na Baba Suleiman, lakini safari hii alikuwa na duka, na juu ya duka iliandikwa Suleiman Honest Shoes. Hapo kila mteja maskini alipewa viatu bure. Leo Ali anajulikana kama Mwalimu Ali. Anasaidia vijana maskini kujifunza kazi na kila siku anatoa viatu kwa wahitaji. Watu husema, yule fundi aliyekufa alimwacha mfanyabiashara mwenye moyo mkubwa. Maisha yanaweza kubadilika kwa urithi wa moyo, si lazima urithi wa mali. Kama hadithi hii imekugusa moyoni, basi tafadhali like, toa maoni yako na usisahau kushiriki kwa wengine. Pengine kwa kufanya hivyo utakuwa kama Baba Suleiman kwa mtu mwingine.